amwharibu nani? Ibilisi, ili awaache uhuru wote waliokuwa wakiishi katika hofu ya kifo. Tulipokuwa kwenye nguvu za giza, tulikuwa tunaishi chini ya kifo. Haleluya! Hata wale ambao hawajamwamini Yesu bado wako kwenye nguvu za giza, wanaishi chini ya ulinzi wa nini? Wa kifo. Kwa wanapotembea, wanatembea na kifo, ingawa hawaoni. Haleluya! Kila wanachokifanya kifo kinawalinda. Nguvu za giza. Naeleweka wana Mungu? Mwanadamu ambaye hajamwamini Yesu Kristo na bado hajaokolewa, yuko chini ya shetani, anatembea chini ya mauti, akiwa na ulinzi wa mauti. Haleluya, haleluya. Mauti, kifo. Kuna kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Kifo cha kimwili, kila mtu atakufa. Hakuna ambaye atakwepa kifo cha kimwili. Bwana asifiwe sana. Kila mtu atafanyaje? Atakufa. Naona tupo pamoja. Tupo pamoja, kanisa la Mungu. Haleluya. Nasema hivi. Adamu alipoasi, tulipoteza uhalali sisi wa kuwa wana wa nani? Wa Mungu. Tukawa chini yake. Sasa ili Yesu atukomboe, ilikuwa inatakiwa kwamba ile kesi isikilizwe. Haleluya. Na sisi tulionekana tuna hatia, na kwa sababu tuna hatia, inabidi itolewe adhabu, na adhabu ambayo inatolewa ni kuangamizwa. Haleluya. Inatakiwa wanadamu wote wafanyeje? Waangamizwe. Ndio kwa lengo la Mungu, kwamba inatakiwa wote wafanyeje? Waangamizwe. Lakini huruma ya Mungu akaamua kumtoa mwanawe awe sadaka ya kulipa hatia ya makosa